Wir sind dankbar, dass wir wieder zurück sein können. Die Zeit war sehr schön. Jeder von uns tunashukuru sana kwa sababu tumerudi. berichten. Aber wir sind ja hier, um Gottes Wort. Wakati uliopita ulikuwa wakati mzuri sana, Einiges na kila mmoja wetu anaweza kuwa na mambo mengi ya kusema, lakini tuko hapa kwa ajili ya kusikia neno la Mungu. Segen geworden ist. Was Tungeliweza kusema akose pia mambo fulani, kwa sababu yaliweza kuwa baraka kwa ajili yetu. und nicht nur beeindruckt, sondern was Yale ambayo inaweza kunishangaza sana, wala sio hiyo tu, in mir zurück lakini pia ninatumaini ya kwamba itaacha nyayo inayodumu ndani mwangu, beschränkte Vertrauen. ni kuweza kuona huo uaminifu usiokuwa na mpaka wa taifa hilo ndani ya Mungu. Das kann man so hier gar nicht begreifen, wenn man dort nicht war. Hapa hatuwezi kuelewa. Ganz leger, sagt uns der Bruder. Ndugu alituambia ya kwamba kwa sababu gani tunaweza kuwa na oga? Doch verheißen, Mungu alituahidi nchi hii, zurückgebracht. naye aliturudisha, Und nasi tuko hapa, sorgt für uns. naye anatushughulikia. Sind dem Herrn wirklich dankbar, Tunashukuru sana Bwana dass uns die Verbindung zu diesem Mann kwa sababu alituruhusu au alituwekea uhusiano pamoja na mtu huyo, nur das Land gesehen haben, sondern auch einen Menschen, na kwamba hatukuweza kuona tu nchi, lakini pia tuliweza kuona mtu anayeishi ndani ya nchi. schon sehr viel vorgeht, aber noch können diese Leute nicht Mtu ambaye moyo wake muna mambo mengi yanayofanyika kule, dann mit einem Schlag lakini watu hao hawawezi kuamini. Sasa saha yao itakuja, na wakati saha yao itakapokuja itafanyika kwa mara moja, itafanyika kwa mara moja, kwa maana imeandikwa hivyo ndani ya nabii ya kwamba katika siku moja eine Nation ins Dasein nchi yote ilizaliwa, wissen na katika saha moja taifa lote likaonekana, kulingana na Isaya 66 mstari wa 8. Na hivyo sasa tunaona ya kwamba Mungu ana mpango. dass wir Heri kubwa ambayo Mungu alitupatia ni kwa sababu hatutaki kuweza kugeuza watu hao. einen Christen Hatutaki kuweza kufanya Myahudi kuwa Mkristo nicht aus einem Christen au pia kufanya alles Mkristo kuwa Myahudi. Ordnung. Kila kitu kiko katika utaratibu wa kiungu. Kila kitu kiko katika mpangilio wa kiungu. Gehört nicht ganz Na munisamehe matamshi haya ambayo isiyokuwa na nafasi yake hapa, einen Misch lakini inaweza kuwa nafasi yake katika mazungumzo ya pembeni huko. mit Bruder Brennim zu Hatutaki kufanya mishmash. absolut nicht brauchen. Hatutaki kuweza kubandikiza, kama niweza kurudilia tena matamshi ya ndugu Branham. Original Pamoja na Mungu kila kitu kilifanyika katika hali yake halisi. als Original. Myahudi ni Myahudi kwa namna yake halisi au ya kazalikio, na kanisa ni kanisa halisi, ni kiumbe cha Mungu, na Mungu anazalisha kulingana na tabia yake, kufuatana na mbegu ambayo iliweza kupanda. Für mich war dieses Naweza kusema ya kwamba kwangu mimi safari hii iliweza kuwa ni safari iliyobarikiwa sana, mehr gesehen als Ndiyo. bei anderen Reisen. iliyokuwa ikijaa, Vieles ist na tuliweza kuona mengi kuliko wakati wa safari zingine. Tuliweza kuona mambo mengi mapya pia, na kwangu mimi pia niliweza kufurahi pamoja na wote. gerade im Land Israel besteht darin, ein Inayopendeza sana katika nchi ya Israeli, ndiyo, jeder Berg naamini ya kwamba pia kuna ndugu mmoja aliweza kuyatamka. ist lebendig. Inayopendeza sana katika nchi ya Israeli ni kwa sababu kila mlima ulishaka kufa, lakini pia uko hai. Ni inamaanisha kwamba pale mlima wa Sayuni uko pale pasipo uzima, lakini sasa wakati unapoona mambo ambayo yaliyofanyika pale, Lebt die ganze Sache vor. na hapo sasa mambo yote inapata uzima mbele yetu. Kila mto au Yordani au bahari ya Tiberiade, yote ambayo tunayoona ishaka kufa au haina ndani uzima kwa wakati huo, lakini sasa inapataka uzima wakati unapoweza kujua ya kwamba pale Mungu alifanya kitu fulani, ya kwamba pale alijifunua, ya kwamba pale kuna mlima wa kubadilishiwa,
pale kuna mlima Moria, ya kwamba pale kuna mlima Sayuni. Hiyo miji tofauti, hiyo milima tofauti na mito tofauti, yote napataka ndani uzima, na hiyo uhakika wa kiungu unaonekana mbele ya macho yetu, na hakuna mtu asiyeweza kuamini Mungu anayeweza kupinga kuonekana au kuwa kwa mlima Moria, ya kwamba mlima Sayuni haiko, au pia kuweza kusema ya kwamba mlima wa Mizeituni inaandikwa tu katika Zekaria sura 14. Lakini hapana, hiyo milima 7 iko pale, hiyo mambo yote iko pale, iko kama vile vitendo vya kiungu, na ambayo mtu asiyeweza kuamini pia anapasha kuiheshimu, na kila mwamini anapasha kuiheshimu. Mungu alilinda hii kumbukumbu hapa duniani, aliacha hizo nyayo ambao aliweza kuzungumzia ndani na ambao aliweza kutenda kupitia wao ndani ya bustani, mahali kulipo kaburi karibu ya mahali kunapoitwa vubu la kichwa, nayo iliweza kuwa na baraka kubwa sana, ina maana kubwa kwa ajili yetu. Lakini pia macho yetu ya kiroho inaendelea kuangalia nyuma ya mambo hayo yote ambayo tunayoona kwa macho yetu ya dunia hii. Macho yetu ya kiroho inaangalia yule aliye yote ndani ya wote, yule ambaye aliyetimiza ukombozi. Tuliweza kuelewa yale ambayo nabii Amosi alitaka kusema, ya kwamba musitafute Gilgali, musishuke Beteli, lakini mutafute Bwana nanyi mutaishi. Amosi 5:5. Tuliweza kuona nchi, lakini tuliweza kutafuta Mungu aliyejifunua. Hiyo ni kitu moja cha ajabu sana ya kuweza kufanya tofauti, kuweza kubaki kuwa wa kawaida kwa msaada wa Mungu, kama vile tulioweza pia kusikia. Kwangu mimi, kama vile nilivyosema hapa sasa hivi, ilikuwa ni baraka. Na sasa tunafika sasa kwa hatua, kama kwa namna ya maoni ya dunia hii inayoonekana mbele ya macho yetu, inaweza kutukumbusha yale yote ambayo Mungu aliyofanya, iwe ndani ya wakati wa Musa, ndani ya wakati wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, au kwa wakati wa Eliya, au pia kwa wakati wowote. Hayo yote inaonekana mbele ya macho yetu na inatukumbusha ya kwamba ni Mungu ndiye aliyefanya mambo haya. Na kisha sasa kuna kuja haya maneno, Mungu siku zote alikuwa na watu ambao angeliweza kuzungumzia na ambao angelipasha kutenda kupitia wao. Na kitu kilicho cha lazima ambacho kiliweza kuonekana kwangu katika siku hizi zilizopita, na pia hata nchi iliyoahidiwa haingeliweza kuwa gisi iko sasa kama taifa la Mungu halingeliweza kurudi na kama halingeliweza kuingia katika kazi. Ndiyo, kulikuwa maelfu ya wengine waliokuwa pale, yote likuwa ni jangwa na wazi, yote likuwa ni ya huzuni na pia ya kukauka. Lakini sasa wakati taifa la Mungu liporudi likaingia katika kazi, na hiyo inaweza kusemeka pia ni kusema sasa haihusu tu nchi iliyoahidiwa au kubaki mikono kigunjwa, lakini inahusu kuweza kurudi na kuingia katika kazi, kuingia kwa kazi. Hiyo iliweza kuwa baraka kubwa kwa ajili yangu na kuwa mahubiri makubwa. Sisi kama vile kanisa la Bwana lilorudi na tulioweza kuingizwa katika ahadi za Mungu katika siku hizi za mwisho, hatupashi kubaki mikono ikigunjwa na kusema ya kwamba Mungu atafanya mambo yote. Mungu ashakafanya yote,
ni kwetu sasa, ili tuweze kuruhusu Mungu ili aweze kutimiza kupitia sisi yale ambayo aliyoturudisha ndani au kutuletea. Ni kusema na sio tu kuweza kutazama nchi, lakini kuweza kuigeuza tena iwe tena bustani ya Mungu. Jangwa ingepasha kutoa maua, na pale kulipokuwa miba na michongoma, pale muti ya shindano zingepasha kuota. Na nani aliyeipanda? Ni taifa lilorudi. Na nani ambaye aliyeweza kuziotesha? Ni Mungu aliye hai, aliyewarudisha. Tuwe wazi, Mungu anahitaji watu, na anahitaji watu wa Mungu, na yote inapasha kuwa katika uhusiano pamoja. Na ni katika Israeli ndimo tuliweza kupokea funzo kuhusu mambo hayo, funzo nzuri kuhusu mambo hayo. Na wakati tunapouliza ndugu yetu Goldner iko namna gani uhusiano yao pamoja na waadui, akajibu ya kwamba hatuna hata oga moja. Na kwa sababu gani? Hapana, kwa sababu yeye na taifa la Israeli wako na uaminifu wa ujao ndani ya Mungu. Hiyo ndiyo siri. Mwazie kwa muda mfupi, mwazie kama taifa la Israeli lingeweza kuwa na oga katika hizi vita 5 zilizopita, kunaweza kufanyika nini? Wangeweza kushindwa, lakini wako katika nchi ya ahadi, wako na bidii kwa sababu wako pale. Kama wangeweza kuwa Misri au Iraki, wangeweza kuwa na oga, lakini kwa sababu wako pale ambapo Mungu alitaka ili waweze kuwa pale, sasa wanajaa uaminifu. Na hiyo ndio tunaweza kusikia katika neno la kuanzisha. Niliweza kujiambia mimi mwenyewe au wakose, Roho wa Mungu ndiye aliweza kuiweka kwenye moyo wangu. Ndiyo ya kwamba niliweza kukamata maamuzi ya kutumainia Bwana. Nilikamata maamuzi ya kuweza kumtumainia mpaka hapa. Mambo hayo yote iliweza kugeuka kuwa mahubiri makubwa sana ambayo za kunigusa sana. Na siwezi kukosa kuiambia mtu mmoja, hata kama vita haijamalizika, lakini tuliambiwa kwa uaminifu kubwa ya kwamba hakuna hata ndege ya adui moja iliweza kuruka kwenye anga ya Israeli. Mbele hata iweze kuruka, wanakuwa wamekwisha kuiangusha na kuibomoa. Na wakati inapokuwa katika anga ya nchi ya Israeli walikuwa wakiziangusha. Alisema ya kwamba waliangusha ndege 90 kwa siku moja. Na hivyo ndivyo nafanyikaka, na ni hivyo. Kitu moja cha ajabu sana. Tunaweza kutoa ndani mafunzo mengi. Na kisha kitu fulani cha ajabu hapa. Akasema Mungu anakuwa macho juu yetu, lakini tunapaswa kufanya angalisho. Ndio. Tunaweza kuhusu kusema inaonekana kama vile ni ya kupingana, sivyo? Kama Mungu anakuwa macho juu yetu, akosi tunataka kusema sasa inaomba hasa kufunga macho. Hapana. Anasema tu ya kwamba Mungu anakuwa macho juu yetu, lakini nasi tunapaswa kufanya angalisho. Ndiyo, akoso unaweza kujifunza kutoka mambo mengi kutoka matamshi haya. Nilijaribu kufanya hivyo. Kutoka yote ambayo iliweza kusemeka, yote ambayo tuliyosikia, tunaweza kusema Bwana, unisaidie ili niweze kutosha ndani ya hii funzo ambayo inayohitaji kwa ajili ya kusonga mbele bila woga, nikiweka uaminifu wangu ndani ya Mungu aliye hai. Na kama tuko katika nchi ya ahadi kwa namna ya kiroho, na hapo sasa tunaweza kutumainia Mungu, kwa maana tutakuwa na uaminifu juu ya nchi yetu. Hatuko katika nchi ya kigeni, lakini tuko katika nchi ya Mungu. Na sasa kama tuko katika nchi ya Mungu, hapo sasa adui hana mamlaka hata moja juu yetu. Kama kosa tunaweza kuwa mahali pengine,
pale kama tunakuwa katika nchi ya adui. Lakini sasa kama tuko katika uwanja wa ahadi za kiungu katika wakati huu, na hapo sasa tuko kwenye udongo wa Mungu, na mahali pote ambapo miguu yetu inatuongoza, mahali pote ambapo miguu yetu inakanyanga kwa imani, Mungu anaweza kutupatia pale. Basi acha Bwana anionyeshe mimi, ndugu yangu Rose, ndugu yangu Schmidt, sisi sote kama vile wa ndugu, Bwana atuonyeshe ya kwamba tuliweza kukamata usimamizi mbele ya Mungu aliye hai, nasi hatuko hapa tuweze kuangalia adui akitumika kwa mamlaka yake, lakini tuweze kutumikia Mungu kwa unyenyekevu wote, lakini tukiwa na uaminifu wa ujao ndani ya mioyo yetu, na tutaweza kuona ni ushindi gani ambao anaweza kutupatia. Hatukusikia ikisemeka sana kuhusu imani, kuhusu uaminifu. Hatukuweza kuimba tena na tena ndani ya makusanyiko ya ndugu Branham ikiimba ya kuia kwamba amini tu, amini tu. Imani ni nini? Imani ni kukubalishwa kwa yale ambayo Mungu aliyoahidi na yale ambayo hawezi pia kuona kwa macho, lakini kuwa na uaminifu, kukubalishwa kwa ndani ya kwamba umeingizwa katika neno la Mungu, na kwamba Mungu alisema hivyo na ni kweli, na itakuwa hivyo na haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Na sasa kama tunaweza kuwa na nia kama hizo ndani mwetu, na kama tunaweza kutumainia Bwana, na sasa Wafilistini na wadui wote wataweza kurudi nyuma, kama vile ndugu Rusi alivyosema. Tuliweza pia kuona jana katika mahali hapo katika uwanja wa vita, lakini leo niliweza kufika kwa kiwango ambayo niweza kusema, Mungu wangu, ninakushukuru kwa ajili ya yote iliyofanyika tangu mwanzo wa wakati. Lakini sasa Bwana, kwa sababu wewe ni yule yule, fanya basi kitu fulani ambacho kinachoweza kufunua uwepo wako. Ni vizuri kuweza kusikia au kusoma yale ambayo Mungu aliyofanya, lakini tena ni vizuri sana na ya kupendeza sana wakati tunaweza kuishi yale ambayo Mungu anayofanya sasa. Na ni katika hiyo ndiyo uaminifu wetu unaingia na hitaji yetu, ni kwamba Bwana aweze kujifunua kwa taifa lake kwa namna inayoonekana, ya kukamatika, ya kusikilikana, ya kugusiwa kwa neema. Amina. Nasi tuna haki ya kwamba atajifunua kwetu, na tunaiona na tuliweza kuisema kama vile taifa la Israeli lilivyoingia kwa kazi, likaingia katika kitendo, walirudi kulingana na ahadi au ahadi ya Mungu, na Mungu aliruhusu ili waweze kushinda mataifa yote, kwa sababu alikuwa pamoja nao. Sasa Bwana hangeliweza tena kuwa na uwezo ya kuweza kufanya mambo makubwa pamoja na kanisa, pamoja na hii kundi lililokombolewa katikati ya mataifa? Moyo wake hauko na waka kwa ajili ya wale aliokufia, kwa wale ambao aliomwangia damu yao? Ni kweli inawaka. Nasi sasa tunapaswa kutosha funzo kutoka mazoezi yetu tuliyofanya huko, uaminifu ndani ya Mungu ambaye aliyeturudisha, uaminifu usiokuwa na shurti ya kwamba Mungu anashika neno lake na pia analinda wale ambao waliokubali neno lake, na kupitia wao ataitimiza huko katika nchi iliyoahidiwa, na hapa na ndani ya ulimwengu mzima, katikati ya wale ambao waliokubali kwa imani ahadi zake.
ndani ya wakati wetu. Yale ambayo tunayohitaji ni upendo wa kiungu wa kilindi ambao unaotufunga kwa Mungu na unatufunga sisi kwa sisi, kamba ya nguvu isiyoweza kuvunjika. Wakati tutakapounga sisi kama vile kanisa la Bwana kufanya moyo moja na nafsi moja, ndipo Mungu atafanya kitu kingine ila kuweza kushuhudia neno lake. Lakini wakati wote tunapokwenda kwa kuume na kwa kushoto, na wakati wote tukapokuwa na mambo ya kuweza kuwa ya kupingana katikati yetu, hapo hatutakuwa katika utaratibu wa kiungu ili tuweze kutumikishwa na kubarikiwa na Mungu. Lakini wakati tunapoweza kutumainia Mungu wetu kwa ujao, na wakati tunapoweza kujiacha kwa Mungu, kujiachilia Mungu, na kwa sababu mara nyingi tunashia kama vile wasimamizi, na tunazungumza kuhusu mambo ambayo hatujui hata pia, ambayo hatujui hata kwa ujumla, na kisha sasa tunaumba au kuunga, tunatengeneza anga isiyokuwa njema katikati ya taifa la Mungu. Mungu anashika neno lake, yeye ni mwaminifu kwa taifa lake. Tuwe wazi na tutumainie Bwana na tuone yale itakayofanyika. Mungu hawezi kufanya tofauti ila kuweza kutimiza neno lake, kuweza kuwa mwaminifu kwa yale aliyosema. Macho yangu ilianguka juu ya Isaya 44 kwanza kwa mstari wa 21. Nitaka kusoma shairi fulani, Isaya 44 mstari wa 21. Kumbuka maneno haya, Yakobo na Israeli, maana wewe ni mtumishi wangu. Nimekuumba wewe, ni mtumishi wangu. Israeli, utasahuliwa na mimi. Mstari 22. Nimezima makosa yako kama wingu zito, na dhambi zako kama wingu. Rudi kwangu, kwa maana nimekukomboa. Mstari 23. Imbeni ninyi mbingu, maana Bwana ameyafanya maneno haya. Mshangilie ninyi pande za chini za dunia, pazeni nyimbo ninyi milima, mwitu wa miti na kila mti ndani yake, maana Bwana amekomboa Yakobo na amejitukuza katika Israeli. Mungu alifanya ahadi za damani sana, na wakati zinapotimilika au wakati zitakapotimilika, mbingu zitafurahi, kwa sababu Bwana Mungu ni Mungu wetu. Na kunaweza kose kufanyika kupitikana muda mrefu katikati ya ahadi na utimilifu wake, lakini wakati Mungu anapoanza kutimiza yale aliyoahidi, ndipo sasa mbingu zinaweza kufurahi, kwa sababu Bwana ameitimiza. Nasi tunaishi pia katika wakati ambao Mungu anatimiza yale aliyoahidi. Mstari 23. Imbeni ninyi mbingu, maana Bwana amefanya maneno haya. Mstari 24. Bwana mkombozi wako ambaye alikuumba toka tumbo, mimi ni Bwana mwenye kufanya vitu vyote. Niliyenyosha mbingu peke yangu, niliyetandika dunia mimi moja. Mstari 25. Nimevunja alama zao wanaosema uongo na kutia wafumu wazimu. Ninayerudisha watu wa akili nyuma na kufanya akili yao kuwa upumbavu. Mstari 26.
niliyesimamisha neno la mtumishi wangu na kufanya mashauri ya wajumbe wangu. Haya ni maneno ya Mungu wetu. Tunaamini kwa moyo wote ya kwamba tunaishi ndani ya wakati ulio ya kipekee sana, katika wakati wa damani wa neema, katika wakati ambao Mungu anamaliza kazi yake, nasi tunaweza kuyaona, tunaweza kuyaishi, tunaweza kupata sehemu ndani. Sasa sisi ni nani? Wewe ni nani? Sisi ni nani? Mimi ni nani? Sisi ni wanadamu. Watu hawatupatiaki hata faida hata fulani au thamani fulani, lakini sisi tuko vile, lakini tunaweza kuwa na damani kubwa mbele ya Mungu. Nani aliyetafuta Mungu? Nani aliyewazia kuhusu Mungu? Sio Mungu aliyetutafuta? Au tungeliweza kwenda wapi kuweza kumtafutia? Tungeliweza kumpata wapi? Lakini alikuja kwetu, akajifunua kwetu, akatukomboa na akatuita kutoka, kama vile inavyoandikwa, nilifuta makosa yako kama vile mawingu. Mnajua ni mawingu gani ambayo shakopita juu yetu hapo ndani ya mawingu, ndani ya mbingu. Yote iliweza kututembelea, yote iliweza kutufika na ikisha ikaenda. Na hapo sasa hiyo wingu mpya inakuja na inapita tena. Lakini hapa Mungu anafanya kulinganisha. Anasema kwa mstari wa 22, Isaya 44, nimezima makosa yako kama wingu zito na dhambi zako kama wingu. Mara ngapi tuliweza kuwa katika njia na wingu ilikuwa akose ni kubwa sana, kwa kiwango hauwezi tena kuona kitu fulani. Na neno la Mungu linasema nini hapa? Ya kwamba nilifuta makosa yako kama vile wingu zito. Hii mawingu kubwa iko wapi? Haya yote ilipotea na haiko tena. Makosa zako ziko wapi? Makosa zangu ziko wapi? Zambi zako na zambi zangu ziko wapi? Yote ilipotea kama vile mawingu kubwa, kama vile wingu kubwa inayopita. Na tunapaswa kuamini hiyo. Inaomba tuishike kwa moyo wetu wote, akose kama tunaweza kuiona katika tena ndani ya kunguku, na hapo sasa tutaweza kuona tena mawingu kubwa karibu na sisi. Lakini kuna watu ambao walio katika hali hiyo, hawaamini pia yale ambayo Mungu aliyosema. Lakini tuamini yale ambayo neno la Mungu linasema, yale ambayo Bwana anasema tuamini. Anasema nili, na sio kwamba lakini nilifuta, nilizima makosa yako kama vile wingu zito na madhambi zako kama vile wingu. Na hapo sasa watu wakose wangali tikaenda katika hiyo kunguku au katika hiyo wingu, na yote ambayo wanazungumuza kama vile wako katika hiyo wingu. Lakini sasa wakati tumekwisha kuishi na kuona hiyo mianga ya jua, tutaweza kuwa na uhakika ya kwamba hiyo wingu itakuwa imepotea na hiyo kunguku inapotea. Bwana anafukuza hiyo kunguku na mbingu inakuwa wazi mbele yetu, na hiyo nafanyikaka kwa neema ya Mungu kupitia msalaba wa Golgotha. Lakini kwanza jua inapaswa kutufikia, na kama haifanyiki, na hapo sasa tutakuwa katika hali hiyo ya kunguku au ya wingu. Lakini kwa msaada wa Mungu tunaweza kutambua ya kwamba Mungu alizungumuza na pia alitimiza yale aliyosema. Nani atakayeweza kushangaa tena kuona gisi inaandikwa ya kwamba mbingu furahini, mbingu mfurahi au imbeni, maana Bwana amefanya hivi, amefanya maneno haya. Mshangilie enyi pande za chini za dunia, pazeni nyimbo ninyi milima.
33, Isaya 44:4. Na anaonyesha maalama zinazoweza kuvuka hizi majira zote. Na isema tena pia waziwazi, imani yangu haifatanake au haiangaliake majira. Imani yangu iliingizwa katika neno la Mungu. Kuna mambo mengi inayoweza kutuzunguka, lakini tunaamini anasoma tena mambo na hii, anaambatanisha mambo haya na haya, na kisha hayamtoshi tu kuweza kuamini kama vile akose pia mawingu inaweza kusema au kunguku. Na hapo kama hata kuna kitu inavuka kwa kushoto na kuume na kose pia kuna kitu kingine kitafika, lakini haihusu hiyo yote ambayo isiyoweza kuaminiwa. Anasema fanya kulingana na neno la Mungu, na sio kuweza kujifunga kwa imani, lakini kuwa na uhakika, na sio katika kutokuamini na au mashaka, lakini Mungu anataka tuweze kumwamini na tumaini ya kwamba tunayaelewa hiyo, na hapo sasa tutasaidiwa. Mstari 23, imbeni enyi mbingu, enyi mbingu, maana Bwana amefanya maneno haya. Kuamini kama vile andiko linasema, kuamini kama vile andiko hapa, na Mungu hawezi kufanya tofauti, naye atatimiza yale ambayo aliyoamua kufanya. Mstari wa 26, niliyesimamisha neno la mtumishi wangu na kufanya mashauri ya wajumbe wangu. Mungu ni Mungu mwaminifu, naye hata ruhusu ili mmoja wa watumishi wake aweze kuhayarishwa, lakini akose kwa muda mfupi. Lakini kwa mwisho tutaona waziwazi ya kwamba Mungu aliweza kuwa na njia pamoja nasi, naye atajitukuza na atashuhudia neno lake. Hata ngoja jibu kwa mtu fulani, jina lake liweze kusifiwa na kutukuzwa. Amina. Ndugu Rusi, naamini ya kwamba tuna sababu njema za kuweza kuabudu Bwana kwa ajili ya neno lake takatifu na la damani aliyotuachia. Nasi tunaamini kwa moyo wote ya kwamba Mungu yuko katika kazi, naye atatimiza neno ambalo aliloweka katika kinywa cha watumishi wake. Amina. Na niweza kushangazwa wakati posoma mbali kadogo kuliko ndugu Franki katika hiyo sura moja, inasema kwenye mstari wa 28, na ninayesema juu ya Kiro ya kwamba Yerusalema ijengwe, Yerusalema ijengwe, itajengwa. Na sisi tuliweza kugusa na mambo hayo, na sisi sote tuliweza kuwa huko, tuliweza kuona na kuona gisi kujenga au majenzi ngali najengewa. Ndugu na dada, nyumba nzuri sana nzuri sana ziko najengwa tena huko. Wote waliokuwa huko waliweza kuiona, iwe Waharabu au Wayahudi. Nyumba nzuri sana ziko najengwa huko, na tunaweza kusema ya kwamba neno hili linatimilika. Haliwezi kukosa, na wakati hiyo ingepashwa kutimilika, ingepashwa kufika. Nasi tuliweza kushangazwa kuweza kuona jinsi yale yote iliyoweza kuandikwa katika miaka 2 hatukuweza kuwa huko, na hapo sasa Yerusalemu ingegeuka kuwa kubwa sana. Majengo iko mazuri sana, nasi tunaweza kusema ya kwamba Yerusalema itajengwa tena, nayo iko najengwa pia, na miji ya Yuda nazo zitajengwa. Nasi tunaweza kusema ya kwamba wakati unakuja ambayo hayo yatafanyika, na nitasimamisha mapomoko ya Yerusalema. Mstari 26, Bwana ni wajabu, yeye anajenga, yeye ndiye anajenga. Tunaweza kusikia anahitaji watu, na watu hao wako pale kwa ajili ya hiyo.
kwa ajili ya Mungu, na Mungu aliweka hiyo ndani ya mioyo yao. Tunayamini kwa moyo wetu wote, na sio kwa kubahatisha. Akose walikuwa akose hawajui yale ambayo walikuwa wakifanya, lakini hiyo yangepasha kufika na kutendeka kwa sababu ilikuwa imesemeka, kwa sababu hiyo iliingizwa katika neno la Mungu, katika neno la unabii. Nasi tunajengwa juu ya msingi ya wamitume na manabii, na Yesu Kristo yeye mwenyewe akiwa jiwe la pembeni. Waefeso sura 2 mstari 20. Tunashukuru sana, na hiyo inatufanya kuwa kufurahi sana, kwa sababu tunaweza kupandisha sauti ya furaha, na ninawaza ya kwamba haiwezi kuwa tofauti na hiyo, na tunaweza kufurahi, na sio tu kwa sababu tunaweza kuona Israeli, lakini kwa sababu neno linatimilika, na hiyo ndio kitu. Kwa sababu neno linatimilika, neno lilotamkwa miaka 100 hata 100 ziliweza kupita, ilisemeka hata mbele Kristo aweze kuja, lakini hiyo ilikuwa imekwisha kusemeka, nasi tunaiona ikifika. 27 mstari wa 27, ninaviambia vilindi kauka, nami nitakausha mito yote. Mambo ambayo akose tunakuwa na mashaka kuweza kuelewa, lakini tunaona hiyo ikifanyika. Imeandikwa hapa, ndugu na dada. Mara nyingi tunapita bila hata kuweza kuwa makini juu ya hiyo, na tunawaza kwamba hiyo na maana ingine, lakini au kama haina faida. Lakini Mungu alituweka huko na kutupatia macho yaliyo wazi ili tuweze kuona mambo yote yanayofanyika katika roho na katika mambo ya kimwili. Na ndugu na dada, tuweza kufanya nini? Tunaweza tu kuweza kutukuza Bwana na kuweza kumshukuru. Ndiyo inasemeka hapa kwa namna ya kimaajabu, mstari wa 28, ninasema na anasema juu ya Kiro, mchungaji wangu, na nitafanya yote ambayo yanayopendeza, hata kuiambia Yerusalema utajengwa. Ndiyo, hilo ni neno la ajabu sana. Hasa tutafurahi sana, hatuwezi kufurahi sana kwa ajili ya hiyo. Tunafurahi kwa sababu tunaona ya kwamba mambo yote yanapaswa kufanyika kama vile Mungu anavyotaka, na sio kama vile watu wanataka. Na kitu kingine ni kwa sababu watu wanakasirika, wadui hawafurahishwa na hiyo, wako pale karibu, hata pia katika nchi yetu wanakasirika, wanapingana na wanachukia hiyo majenzi na kujenga, lakini wanapingana hiyo yote, lakini hakuna mtu anaweza kuizuia, lakini wanaendelea na njia zao. Akose pia kwa hawajua kwa sababu gani, lakini wanapaswa kufuata njia hiyo kwa sababu neno la Mungu linapaswa kutimilika. Si kitu cha ajabu. Neno la Mungu ni kubwa sana na lenye nguvu sana, na kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Sisi tulioiona na tunaona tunaweza kusema ya kwamba haiko vizuri, hawajisikie vizuri, lakini wao wako vizuri kuliko sisi. Tunaweza kusema ya kwamba wanaweza kuwa na pesa kidogo na kadhalika na kadhalika. Hiyo ni kweli, kwa sababu kila mtu anakuwa na mali yake mwenyewe, nyumba yake ndiyo yake mwenyewe. Nani ambaye hahitaji kutumika? Nani asiyependa kutumika? Sisi sote tunahitaji kutumika, lakini ni nini? Mungu anawabariki. Hawavunaki hata kose mara 3, wanavunaka mara moja kwa mwaka, lakini hiyo mavuno inakuwa tena mara 4 kwa mwaka. Ni taifa gani? Hii ni baraka gani? Hili ni taifa la Mungu. Ni taifa gani? Taifa la Mungu, taifa la Israeli. Na hapo sasa wadui wanakasirika, na huyo mtu anasema ya kwamba pia tunaingizwa pia katika wadui, na pia matunda yetu inatumikishwa katika hata meza ya mfalme wa Yordani. Hiyo ndiyo siri, ndugu na dada. Hiyo ni kitu fulani cha ajabu pamoja na bibi harusi.
Watu wanaweza kuwa pale na kukasirika kwa yale ambayo Mungu anayofanya pamoja na walio wake, na kwa sababu anabariki taifa lake, na kwa sababu iko pamoja na taifa lake, wanakasirika na kose pia wanaanza kwa upande wote kuweza kufanya kitu fulani, lakini hatuna hitaji ya kuweza kuogopa. Tunasonga mbele katika imani pamoja na Mwokozi wetu, tunasonga mbele pamoja na Bwana wetu. Ndugu na dada wapendwa, kwa nje taifa la Israeli kwa pembeni yote wako pale wakiwindwa, lakini mkono wa Mungu uko juu yao na baraka ya Mungu iko juu yao, na dunia yote nzima akose wako na luma meno, lakini mkono wa Mungu haujatoshwa juu yao, unanyoshwa na unabaki ukinyoshwa juu yao, na iko hivyo hivyo kwa ajili ya taifa lake na kanisa lake. Adui anaweza kuuma meno na kuweza kuuliza namna gani anaweza kuangusha taifa la Mungu, namna gani anaweza kuharibisha taifa la Mungu, lakini hapana. Tunaweza kusema ya kwamba mkono wa Mungu aliye hai uko unanyoshwa juu ya taifa lake. Ndugu Branham alisema hayo mawili, ya kwamba hao wawili wanatembea pamoja. Wapendwa, Mungu hakunyosha tu mkono moja, Mungu alinyosha mikono mbili, moja juu ya Israeli na mwingine mkono juu ya kanisa. Haleluya. Sijui kama hiyo inaweza kutugusa sana, kama haiwezi kutugusa, kwa sababu tunaweza kuona hiyo kwa neema, na sio tu kwamba tuweze kujizuiza na kuweza kupanda nini kwa mashaka, lakini katika uaminifu wote tuweze kusema kwamba Mungu ni mwaminifu. Mungu anashika neno lake, yale aliyoahidi yeye anaitimiza, na hakuna mtu anayeweza kumzuia. Ndio, na hapo tunaweza kusema yale tunayotaka. Hatuwezi kurudilia tena maneno ambayo adui anasemaka, lakini tunaweza kurudia maneno ya sifa na tukufu kwa Mungu wetu. Tunataka tuweze kusifu Mungu wetu na tuweze kumpatia utukufu na sifa, na ni kitu cha ajabu sana ya kuweza kujua mambo haya yote. Bwana alisema ndani ya Yohana sura 16 kwenye mstari wa 33 ya kwamba niliwaambia mambo haya ili muwe na salama ndani yangu. Ndani ya ulimwengu mutakuwa na mateso, lakini muwe na bidii. Haleluya. Nilishinda dunia. Si kitu cha ajabu? Lakini muwe na bidii. Alishinda dunia. Ndugu na dada wapendwa, nasi tunaweza kuwa washindi pamoja naye tu. Sifa na shukrani. Niliwaambia maneno haya, niliwaambia mambo haya ili muwe na salama ndani yangu. Wapendwa, kama ndani yake ndio tunaweza kuwa na salama tu, na sasa kama hatuko pamoja naye, hapo sasa magomvi itakuwa pamoja na wewe na mimi pia na pamoja na wote. Lakini kama tunaweza kumtazama yeye kwa uaminifu, na kama tunaweza kushika kwa moyo maneno ambayo aliyoweza kutamka, anasema niliwaambia mambo haya ili muweze kuwa na salama ndani yangu, na ndani ya ulimwengu mutakuwa na mateso au maziki mpaka sasa, lakini muwe pasipo na oga, nilishinda dunia. Haleluya. Nasi tunaweza kuwa na uaminifu kwa sababu alishinda, nasi tunaweza kushinda pia pamoja naye. Ndugu na dada wapendwa, haya si maneno ya mtu au ya bure, au si maneno yaliyotengenezwa na wanadamu, lakini maneno haya tuliachiwa na yule aliye wa juu, aliyevuka mbingu na dunia, aliyejifanya mwanadamu, akanyenyekea, akakuja katika mwili wa nyama, aliyekufa juu ya msalaba, aliyefufuka, na ambaye anayekaa hapo kwenye mkono wa kuume wa uwezo wa Mungu. Nasi tunashukuru sana na tunafurahi kwa sababu tunaweza kuamini neno lake. Muwe pasipo na woga, nilishinda dunia, au msiogope. Kwa maneno mengine inamaanisha kwamba nanyi mnaweza kushinda. Ni kitu fulani cha ajabu sana. Ningetaka niweze kuambia mtu ambaye asiye na salama pamoja naye anakuwa na mateso au mvurugo ndani yake, na pale kunakuwa mvurugo, pale kunakuwa uzuni, pale unateswa tena na roho ingine,
na kusumbuliwa na roho nyingine, lakini tunaweza kusema ya kwamba yeye ni salama yetu, naye aligeuka kuwa yote kwa ajili yetu, na ndiyo maana tuweze kuendelea kuweka matumaini yetu ndani yake, iwe yoyote inaweza kufika. Na akose hiyo hakuweza kusemeka kwa wakati huu kwa ajili ya wanafunzi katika wakati ule. Anasema kwenye mstari wa 20 Yohana 16, kweli kweli ninawaambia ninyi, mutalia na kuomboleza, lakini dunia itafurahi, na ninyi mutakuwa na huzuni, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Haleluya! Wakati ulikuja ambao waliweza kuwaza ya kwamba mambo yote ilikuwa imemalizika na ulimwengu ukafurahi, na wote walikuwa katika furaha, wakashangilia na kusema ya kwamba amekwenda, oh tumeshinda. Wapendwa, haikuwa hivyo, lakini kitu kiliweza kugeuka, mambo ikabadilika. Ni tofauti inaweza kufanyika, akose habari tena iko narudia tena wakati wetu, na akose hiyo haina akose lazima au faida, wapendwa, lakini tunaweza kunyanyua macho yetu kwake na kumtazama yeye, naye alisema ya kwamba saa itakuja ya kwamba huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Amina. Nasi tunamuomba au tunauliza, hii wakati sasa imekwisha kufika? Yote ilifanyika kama vile ilivyokuwa amesema, lakini kwanza kulikuwa huzuni na kisha baadaye furaha ikakuja na kisha salama ikakuja. Wapendwa wangu, sijui ni kitu gani kiliweza kuwafikia, lakini nawaza ni kitu, sijui ni kitu gani kiliweza kuwafikia, lakini nawaza ya kwamba waliweza kusema na kuambiana ya kwamba sasa yale aliyosema iliweza kufika na kuwa kweli. Nasi tunaweza kusema tu yale aliyosema ya kwamba ni kweli na yote inatimilika. Tunaweza tu, hatuwezi kufanya kitu kingine ili kuweza kutumainia Mungu wetu. Tusiweze kuacha matumaini yetu, lakini tuweze kudumu kama vile au kuvumilia kama vile ilivyoandikwa. Ndani ya Yakobo sura 5 mstari wa 7 imeandikwa na kusemeka ya kwamba muvumilie ndugu mpaka kuja kwa Bwana. Na hiyo ndiyo Yakobo alisema ndani ya neno lake. Akose naye aliweza kuvuka na kupita katika majaribu fulani, lakini aliweza kuwaambia maneno haya ya kwamba muvumilie ndugu mpaka kuja kwake Bwana. Ndiyo na kisha anawapatia mfano mzuri ya mlimaji anayevumilia kwa kupata mvua ya kwanza. Anampatia mfano ya mlimaji anayeulima ili aweze kungoja pia mvua ya kwanza na mwisho. Na akasema, nanyi mvumilie na msimamishe imara mioyo yenu, kwa maana kuja kwa Bwana inakaribia. Ni kweli kuja kwa Bwana inakaribia sana. Kama mtu huyo wa Mungu alisema katika wakati wake, sasa tunaweza kusema nini? Wapendwa, tunayaona tukitazama taifa la Israeli, tunaangalia na tunatazama hii mtini ambayo iko naota tena, inaanza toa matunda, nasi inaanza toa majani. Nasi tunaweza kuona pia kanisa hatuwezi kufanya kitu kingine ili aweze kutumainia Mungu. Hatuwezi kufanya kitu kingine ili kuweka matumaini yetu ndani yake na kuweza kuvumilia kama vile mtu wa Mungu hai aliweza kusema hapa. Ili taifa la Mungu lote liweze kuwa macho, ili tusiweze kugeuka na kuweza kugeuza macho yetu kwa mambo mengine, lakini tuweze kushikwa na kuingizwa sana katika neno lake. Ingine yote ni ya muda mfupi, lakini neno lake la milele. Na sana tunashukuru kwa sababu ya neno lake takatifu na la damani. Yakobo 5 mstari wa 10. Ndugu, twaeni manabii waliosema kwa jina la Bwana wawe mfano kwa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Mstari wa 11. Angalieni, tunawaita heri wale waliovumilia. Mmesikia habari za Ayubu, mmeona mwisho Bwana ya kwamba
Bwana ni mwenye rehema sana na mwenye huruma. Haya ni maalama zinazo za kuwa za utukufu ambazo tunaweza siku zote kukumbuka. Ndiyo, kama wanafunzi waliweza kufanya hivyo katika siku hizo, kama Yakobo aliweza kusema kwamba ni lazima sana kuweza kuandika hii, naamini kwamba kuweza kuifanya kwa nia yake mwenyewe, lakini Roho aliweza kumvuvia ili aweze kuitangaza hivi kwa taifa la Mungu. Na leo tunaweza kufarijiwa na maneno haya matakatifu na ya damani. Acha Bwana tubariki sisi sote. Hilo ndilo ombi langu. Na waza ya kwamba tungeliweza sisi sote kufungua mioyo yetu na vinywa vyetu. Hatungelipasha kubaki kuwa kimya, kwa sababu tunaweza kupokea neema nyingi. Tungeliweza kushukuru Mungu, tungeliweza kumtukuza. Tutukuze Mungu wetu, kwa maana tunampenda, naye alitupenda kwanza. Sifa na shukurani ziwe kwa utukufu wa jina lake. Amina. Baba li mbinguni, tunakuambia asante pamoja kwa asubuhi hii. Tunakushukuru Bwana kwa sababu macho yetu haipofushwe, lakini ulitupatia dawa kwa ajili ya macho yetu, na neno lako linageuka kuwa tena kubwa na lenye nguvu kwa ajili yetu Bwana, kwa maana tunaona ya kwamba neno lako linatimilika ndani ya hali yote. Jina lako liweze kusifiwa Bwana. O Bwana, kama hatungeliweza kwenda, hatungeliweza kuyazungumzia, lakini tulienda huko, nasi tunaona ya kwamba neno lako linatimilika. Tunaona mambo yote kuna jengwa tena, nasi tunashukuru Bwana. Tunafurahi sana kwa sababu ya makazi zako za nguvu ambazo ulizotimiza na unazotimiza tena. Bwana, haujabadilika. Wewe ni yule yule jana, leo na hata milele na milele. O Bwana, tunakupatia utukufu, tunakuambia asante. Uko pia pamoja na kanisa lako, unatembea pamoja nao hatua kwa hatua, hata kama hiyo unaweza kuzunisha adui, lakini Bwana, mikono yako ilinyoshwa, nasi jina lako la utukufu liweze kusifiwa na kutukuzwa. Bariki taifa lako la Israeli, bariki kanisa Bwana, tubariki sisi sote Bwana, wale wote waliosambazwa moja huku na mwingine kule, lakini uwe pamoja na wote Bwana, na utupatie sisi sote Bwana uvumilivu, na ili tusiweze kuchoka katika imani, lakini siku zote tuweze kusimama imara Bwana, na tuweze kuomaa katika mtu wa ndani na katika imani. Utukufu iwe kwa jina lako la ajabu Bwana. Tunapoangalia taifa lako na tunapoona gisi wanashikamana na Masia na Mungu aliye hai Bwana, mara nyingi tunakuwa na haya kwa sababu hatuko gisi tumepasha kuwa Bwana. Bwana mwaminifu, Mungu mwaminifu, tufanyie rehema na utusaidie katika hizi saa za mwisho. Utukufu na sifa yuko kwa jina lako la ajabu. Haleluya. Amina.